wa amani katika taifa letu. Lakini wakiwa wao ndio wa kwanza kutaka kutafuta mtifuano wa huku, hatutaweza kufika sehemu ambayo tunapatarajia. Leo hii wanatokea viongozi wa dini ambao tunawaheshimu mno. Heshima ile nadhani wamebeba na ukubwa wa kizani kwamba vijana wa Kitanzania hawaoni ujinga na utoto wanaofanya. Sisi hapa tupo, mimi na wewe unayenitazama, na wewe unayetembea sasa hivi, na wewe unayonisikiliza. Sisi hapa wote tupo, tunakaa vijiweni, tunakunywa pamoja, tunakula pamoja, kwa sababu tupo katika taifa lenye amani. Tupo katika taifa ambalo lina miko, halina udini wala ukabila. Ndugu zangu, inapofika muda vinatokea vikundi vya watu wachache, tena vilivyopewa dhamana ya kuitwa viongozi wetu wa kidini, wa kiroho, wakaanza kututoa katika mifumo ya kupenda amani, wakatuingiza kwenye siasa, tena kwenye nyumba za ibada. Si sawa. Si sawa. Si sawa. Mule ndani tunahimiziwa usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe mauvuni. Usitutie katika kishawishi, lakini utuondoe mauvuni. Tutoe katika maovu. Leo tunatia katika kishawishi, tunawekwa kwenye maovu. Watanzania hatujafika huko. Watanzania bado hatujafika huko. Leo tunasema tuwasamee waliotukosea. Tunaambiwa hivyo. Tunaambiwa hivyo. Maneno haya tunafundishwa katika nyumba za ibada. Ndio ilikuwa elimu ya kwanza ya watoto wetu, ya wazazi, ya ndugu, jamaa na marafiki, kuungana, kuwa pamoja. Ukienda kijiweni utasikiliza siasa. Ukizunguka mtaani utasikia siasa. Ukienda baa utasikia siasa. Ukienda misibani kuna siasa. Ukienda kwenye nyumba za ibada, zamani kulikuwa kuna amani ya roho na tunafundishwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Sasa hivi napo ukienda, muda wa kusali ni dakika 5, muda wa siasa ni dakika 70.